Salah, this is on. Sì. Oleh. Ini dia. Oh ya. Apa ini? Rudi ni bas. Rudi ni bas. Hamna na utaratibu tunamuomba. Ndio kufanya vitu alafu kwa utaratibu kabisa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nakukaribisha sana wilayani kwetu Kinondoni, lakini tunakukaribisha zaidi katika hospitali yetu ya Mwananyamala kwa ajili ya kufanyia shughuli ya kuwekea jiwe la msingi katika ujenzi wa wodi yetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, hospitali yetu ya Mwananyamala ni moja ya hospitali ambazo zinabeba mzigo mkubwa sana katika mkoa wetu. Wananchi wengi sana wana imani kubwa na hospitali hii, hali inayoifanya ibebe mzigo mzito sana. Idadi ya wagonjwa wanaokuja katika hospitali yetu ni zaidi ya 2,000 kwa siku. Ni bado ziko changamoto mbalimbali za kuweza kutoa huduma kwa watu hao, ikiwemo vifaa tiba, madawa pamoja na vifaa vingine. Mheshimiwa Makamu wa Rais, serikali ambayo wewe ni makamu wetu wa rais wake imeendelea kushughulikia changamoto hizi kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata huduma bora na kwa wakati. Sisi katika mkoa wetu chini ya usimamizi mzuri wa mkuu wetu wa mkoa na sisi wakuu wa wilaya tumeendelea kupigana kufa na kupona kuhakikisha kwamba tunasimamia utoaji wa huduma katika hospitali zetu zote za wilaya yetu ya Kinondoni. Hospitali ina jumla ya vitanda 240. Wagonjwa wapya wanaolazwa kila siku ni kati ya 50 mpaka 70. Wastani wa wagonjwa wa ndani kwa siku ni kati ya wagonjwa 280 mpaka 320. Hali hii inapelekea wagonjwa kulala zaidi ya mmoja kwenye kitanda kimoja, na pia dawa na vifaa tiba havitoshelezi mahitaji. Shukrani. Tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Paul Makonda, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kupitia wafadhili waliotujengea jengo jipya na la kisasa kwa ajili ya huduma za upasuaji kwa kina mama wajawazito pamoja na wodi za kisasa. Leo unaweka jiwe la msingi itatusaidia kupunguza kwa kiwango kikubwa msongamano wa kina mama wajawazito pamoja na watoto ambao mpaka sasa wanachangia kitanda. Pia tunaendelea kushukuru ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya mradi huu ambao unawekwa jiwe la msingi. Changamoto mbalimbali za hospitali ya Mwananyamala. Hospitali ya Mwananyamala ina jumla ya watumishi 468 wa kada mbalimbali
Mahitaji halisi ni watumishi 630. Kwa mujibu wa IKAMA, upungufu wa watumishi ni watumishi 162, hasa kada ya uuguzi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, raha tunayoipata hapa ni kupata majibu ya maombi papo kwa papo. Ukipeleka ombi alafu usipate majibu, unaondoka kwenye mkutano na huzuni. Lakini tumefarijika kusikia naibu wetu waziri wa afya, lakini pia tumefarijika kusikia waziri wetu wa utumishi ambavyo ametuonyesha jinsi gani wako pamoja nasi kutatua na kuondoa changamoto ambazo ziko ndani ya wilaya hii na kwa mkoa wetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa sababu ya muda niseme tu ninawashukuru sana ndugu zangu wa Action Group. Mazungumzo yetu tulianza muda, na mimi siku zote nafasi mlionipa naitumia kwa manufaa ya wananchi. Najua yuko mama ambaye analala chini, hana uwezo wa kwenda kugonga kwenye mlango wa Action Group, hana uwezo wa kwenda kuigonga mlango wa GSF, hana uwezo wa kwenda kugonga mlango wa Balesa, hana uwezo wa kwenda kwa watu wengine, lakini anabaki na maumivu yake chini, akigaragara kwenye godoro ambalo wakati mwingine limeshaisha na limeharibika kwa ajili ya mikojo ya watoto. Maumivu anayokuwa nayo, hayo ndio sababu ya majukumu ambayo nyinyi mliyaomba 2015 na mkatupa sisi majukumu ya kuwasaidia ili kusikia kile kilio cha watu ambao sauti zao hazifiki mbali, ili tupate kukidhi mahitaji na haja ya mioyo yao. Hiyo ndio kwa kazi yetu sisi wasaidizi wenu, kuhakikisha kwamba kila tunayemuona tunaona namna gani anaweza akashirikiana nasi kupunguza maumivu kwa kiwango fulani. Serikali yetu inapambana kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kupata kodi, ili kodi hizi zitusaidie kuongeza kuboresha huduma mbalimbali. Nianze na kutoa shukrani za dhati, lakini kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kuwa na afya njema na kuweza kufika kufanya lile ambalo tumelikusudia kufanya. Lakini pia nishukuru uongozi wa mkoa na wilaya kwa kupanga shughuli hii, kwa kufikiria haya ambayo yanatokea leo. Shukrani hizi niunganishe na ndugu zangu wa AMSAS Group ambao wamejitokeza kama wafadhili wa kuweza kutujengea majengo haya katika hospitali zetu 3. Niseme tu kwamba Mungu atawajazia pale walipotoa, na kwamba ufadhili kama huu ni sadaka kwa watu, lakini una radhi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu jengo linalojengwa ni kuhuisha uhai wa mwanadamu, na hiyo ni sadaka kubwa katika dunia yetu. Kwa Mungu atawajazia pale walipotoa, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atawajalia wajenge vizuri, salama, bila matatizo. Lakini papo hapo nitoe shukrani pia kwa wafanyakazi wa hospitali hii. Nimesikia risala ya mganga mfawidhi wa hospitali, nimesikia changamoto na mikakati kwa kazi kubwa inafanyika, na kazi ya kuuguza, kazi ya kutibu ni kazi kubwa, na nyinyi pia mnafanya kazi ambayo Mwenyezi Mungu naye ametutaka tufanye, kazi ya kuhuisha uhai wa mwanadamu. Kuna watu tunafanya kazi nyingi, kuna gereji za kurekebisha magari na vyombo vingine kama hivyo, lakini gereji kubwa duniani ni hii ya kurekebisha hali za watu. Kwa hiyo Mungu atawapa moyo, na inshallah niwaombe tusivunjike morali kwa mambo madogo madogo ya kukosa posho na vitu kama hivyo. Mjue tu kwamba mnachokifanya ni wito wa Mungu, na sisi viongozi wenu tukijua kwamba mnatumikia wito wa Mungu, tutajitahidi kama alivyosema waziri wa utumishi kutimiza yale ambayo mnadai kwetu. Kwa hiyo tutajitahidi sana kuyakamilisha hayo. Lakini kabla sikuendelea, niwape salamu ndugu wananchi. Wakati namwaga rais kwamba leo nakuja kufanya kazi hii,
ameniomba niwasalimie sana 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 sana, na anasema anatambua hali ilivyo sasa hivi. Anasema mabadiliko yoyote hayawachi kuwa na changamoto, lakini tunajitahidi kubadilisha kwa mazuri kwa wananchi, kwa mazuri kwa nchi yetu. Kwa changamoto zinazojitokeza ni za muda, yatakwisha na tutakwenda vizuri huko usoni hapo. Kwa hiyo anawasalimia sana, kama kawaida yake anasema muombee serikali yenu, mumuombee ili aweze kufanya yale serikali inayokusudia kufanya. Lakini endelee kutoa pongezi maalum, na pongezi hizi ziende kwa wafanyakazi wa hospitali, lakini na wananchi wote wanaoishi Mwananyamala. Na wapongeza kwa kupata kurekebishiwa huduma kila pale inapobidi. Kama alivyosema mganga mkuu na mkuu wa mkoa kwamba tuna jengo jipya ambalo halijakabidhiwa. Lengo lake ni kuimarisha huduma za afya kwa wananchi. Lakini leo hii AMSOS Group wanatujengea jengo jingine ambalo lengo lake pia ni kutoa huduma nzuri kwa wananchi. Kwa sina budi ni wapongeze wafanyakazi wa hospitali, lakini pia wananchi wa Mwananyamala. Ombi langu kwa uongozi wa hospitali ni kuunga mkono pamoja na uongozi wa chama na serikali Mwananyamala au Kinondoni, kuunga mkono jitihada hizi za mfadhili wetu. Tumuunge mkono ili aweze kujenga jengo hili pasipo na changamoto, pasipo na vikwazo. Tumuunge mkono kwa sababu analolifanya ni letu na sio lake, ni letu wananchi, na sisi viongozi tumesimama, tumeapa kuhudumia au kutumikia wananchi. Kwa anachokifanya anatuunga mkono, lakini kazi hii ni yetu. Naomba tuisimamie, tumpe nguvu na tumsaidie kila pale atakapokuwa amekwama ili aweze kufanya vizuri. Lakini jengo hili litakapokamilika, kazi ya utunzaji si ya uongozi wa Mwananyamala peke yake, ni kazi yetu sisi viongozi wa wilaya ya Kinondoni tukisaidiana na uongozi wa hospitali. Ni kazi yetu kutunza hospitali, si kwa jengo haya mapya yanayojengwa peke yake, lakini pia hospitali nzima. Na niwapongeze kwamba mmekuwa mkifanya hivyo kama alivyosema DC, na hali inaonekana kupata afua kidogo. Kwa hiyo changamoto ni nyingi, tuendelee kufanya kazi na viongozi wetu. Katika hotuba ya mganga mfawidhi wa hospitali kumejitokeza mambo mengi ambayo nashukuru mawaziri wameshayajibu, lakini nami nataka niseme jambo dogo. Nalo la kwanza, kuna ombi la dawa na vifaa tiba ambapo naibu waziri tayari alishasema majengo yakimaliza vifaa tiba na dawa zitakuwepo. Na mimi nataka nisisitize hilo. Kama kunatokea changamoto ndogo sasa hivi, kwa mfano kuna changamoto ndogo ya madawa, nataka mwelewe kwamba hii ni changamoto ya muda. Hatua kubwa tunazichukua kuhakikisha kwamba hakutatokea upungufu wa madawa. Kwa hiyo tunajitahidi kuhakikisha kwamba madawa yanapatikana, lakini na vifaa tiba navyo vipatikana. Kuna mambo mengi yamesemwa, kwa mfano CT scan hakuna kwenye hospitali. Niwahakikishie kwamba tutakwenda mbio tuhakikishe Mwananyamala hospitali mnapata CT scan. Lakini nyingine iliyozungumzwa hapa ni swala zima la ambulance. Hili ni swala dogo, nataka nikuachie mkuu wa mkoa. Nikupe miezi mitatu unitafutie ambulance 2 ukishindwa kabisa kwa hospitali ya Mwananyamala. Lakini jingine iliyozungumzwa hapa ni uhaba wa majengo na kwamba hospitali inaelemewa sana. Sisi kama serikali tunajitahidi sana
kukuza au kuboresha vituo vya afya pembezoni mwa hospitali za rufaa. Vituo vile viweze kufanya kazi ambazo au huduma ambazo zingetolewa na hospitali za rufaa.